Tumaini letu Kristo. Pongeze mwenzako hasa ule wa msimu. Pongeze kwa kuweza kushiriki siku ya leo. Mwambie wa msimu wewe. Usimuone haya. Mwambie ukweli. Ndio kwa Krisma yenyewe hiyo, kwa mizana ukweli turudi kwa Bwana. Kristo tumaini letu. Ikizingatia muda, wapendwa, maadhimisho haya sio tu kushangilia tu kama kushangilia, ni kutambua ule ukuu wa Mungu kupitia kwa mwanae mpendwa. Na haya yote ni maadhimisho ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Matawi ni alama ya ushindi, ni bendera au ni ushindi dhidi ya dhambi. Sio tu kufurahia, ni ushindi. Kristo ametuonyesha kwamba vita ameishinda, na sisi basi kama ni wafuasi kweli kweli, na tuwezi kuwa washindi dhidi ya dhambi. Wakati wote wa Kwaresma tulikuwa tunatafakari ushindi wake. Alituachia maagizo hayo kama tutakavyoona katika juma hili kuu. Tushikamane, tusiwe watu wa matokeo tu, bali tujue ukuu wa Mungu anatuambia nini. Kwa hiyo kuna mambo mawili makuu katika maadhimisho ya leo ya matawi. Kwanza, kuingia kwake kwa shangwe Yerusalemu. Tulimshangilia, tukamwambia hongera, karibu tena. Ukutashangaa kwa maisha yetu baadaye tunabaki sema ni msulubishe kwa dhambi zetu, na pia kutofuata yale ambayo anatuagiza, na zaidi kwenye juma hili kuu tutakapoanza siku ya Alhamisi, ile siku ambayo anatuaga wapendwa na kweli. Na wacheni ukumbusho, ndio mwili wangu na ndio damu yangu. Tunakomunika, tutafakari. Hakuishi hapo, mateso yanaendelea. Ile Ijumaa Kuu ndio kifo chake, anakwenda kwa Baba kuandalia makao. Je, tumeandamana na yeye hadi kifo chake? Zaidi basi katika ufufuko wake, je, tumefufuka na yeye kwa kuacha maovu? Tunajiuliza. Kwa hiyo sehemu ya pili pia ni kwamba ni mwanzo wa mateso ya Yesu Kristo. Ndio Dominika hii tunaanza kutafakari kwa kina mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Pamoja tunafanya furaha. Furaha yetu iwe kwamba tunamshangilia mfalme alituletea ushindi dhidi ya dhambi, na kutangaza mateso yake yaliyojaa upendo, yaliyojaa msamaha na huruma. Hivyo kwamba tunapoingia kwenye juma hili kuu, kuanzia leo tutafakari yale mbele yetu. Kesho Jumatatu tunaweka nafasi ya kitubio, maungano. Ana dhambi awe kwanza kunitupia jiwe, basi tuungane. Na kama hujaungama, jitafakari, umekuwa kituko, umekuwa kugasi juu. Pia tunatafakari mateso hayo kwa ujumla wake katika kitubio, na pia tukiingia Jumatatu kama nilivyosema, nafasi nzuri ya kukumbuka ahadi yake kwamba anatuaga. Jumaa ndivyo hivyo, Jumamosi ndivyo hivyo, kutafakari na kudumu katika utulivu hadi usiku ule kuamkia Jumapili ya Pasaka. Kumalizia, tuone uasi wetu kwa ufupi kwa hadithi ifuatayo. Huyu mwanapunda, baada ya kumbeba tajiri wake, mfalme wake, njiani wakamshangilia kweli kweli, katandaza mavazi yao kumkaribisha mfalme, tajiri huyu na kadhalika. Sasa katokea kwamba yule punda baada ya kufika nyumbani, siku kadhaa zikapita, akajaribu na yeye kuingia mjini. Amejipamba vizuri tu, akadhani kwamba wote watamshangilia. Kumbe alikosea, kwamba hawakuwa wanamshangilia yeye. Walikuwa wanamshangilia nini? Yule ambaye walimbeba. Mara kadhaa tunajifanya hivyo, tunakuwa miungu wadogo, tunaacha nafasi yetu ya kumfanya Mungu
tumshangilie kwa maisha yetu kila siku, na kwa vile punda tunachukua maisha yetu wenyewe baada ya kutambua kwamba Kristo ni mfalme wetu, mkombozi wetu katika ubatizo, katika Ekaristi, katika paimara tunajengeuka. Na ndio maana nikaanza mwanzoni, tupeane salamu za ukuu wa watu wa msimu. Nitafakari kama ni mtu wa msimu, kwenda kuabudu hupo, Jumapili unakuja siku moja moja, katikati ya wiki hupo, wewe ni mtu wa msimu. Tafakari, je, kanisa lako, ufuasi wako ni wa msimu au kwa kila siku? Tumsifu Yesu Kristo. Basi wapendwa,